Tukiwa bado kwenye siasa, viongozi wa kidini katika kaunti ya Trans Nzoia wamekongamana mjini Kitale katika hafla ya maombi ya kuliombea taifa, wakisema kwamba vurugu zinazoshuhudiwa kwa sasa kabla ya uchaguzi mkuu ujao zinawatia hofu na kutaka viongozi wa kisiasa kushirikiana nao ili kueneza umoja na amani. Viongozi hao wamedai joto la kisiasa ambalo tayari limeshika kasi kabla ya uchaguzi mkuu wa mwaka 2027 limewakosesha usingizi, na kuwa ipo haja kwa viongozi wote wa kidini hapa nchini kujitokeza na kutoa mwongozo unaostahili ili kuhakikisha amani inadumishwa. Wakiongozwa na Askofu Morris Simiyu, wameelezea kusikitishwa kwao na jinsi watu kadhaa wameuawa na wengine kujeruhiwa kufuatia vurugu zinazopangwa na wanasiasa wakitumia makundi ya vijana. Wasiinuke na ukabila na kusababisha nchi iingie kwa machafuko. Nchi ikiwa na amani, kanisa liko na amani. Kanisa likiwa na amani, familia iko na amani. Nataka kushauri vijana wetu wasikubali kutumiwa na wanasiasa, maana tunaangalia kesho. Kenya ni moja, wasitawanyishe nchi yetu kwa misingi ya ukabila. Tunaomba matamshi ambayo viongozi wanatupatupa huku na kule isiwe kwamba inachochea nchi yetu, kwamba ichochee watu wapigane ama manyumba ama vitu ichomwe, lakini tunaomba kwamba matamshi yao iweze kuleta wafanye siasa, lakini mambo yao ilete umoja kwa nchi yetu. Kenya inashinikiza ushirikishwaji wa wanawake katika mazungumzo ya amani na usalama.